Katika jitihada za kuhakikisha kuwa halmashauri zinafanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato ya ndani, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma imewataka madiwani pamoja na wataalamu katika halmashauri kushirikiana kwa karibu katika kuibua vyanzo vipya vya mapato, kusimamia kikamilifu ukusanyaji wa mapato hayo kwa kuzingatia uwazi, wajibikaji na ubunifu. Kutoka mkoani Ruvuma, tuungane na Innocent Oromo kwa taarifa zaidi. Wito huu umetolewa na Katibu Tawala Msaidizi Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma, Amandus Chilumba, katika baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Songea katika kikao cha robo ya 3 ya mwaka wa fedha 2025-2026. Chilumba amesema kuwa ukusanyaji wa vyanzo vya mapato huanzia ngazi ya chini, hivyo amewataka madiwani kushirikiana na wataalamu katika kuibua na kusimamia ukusanyaji wa mapato. Aidha, amewataka madiwani kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi inayofanyika katika maeneo yao. Vyanzo vya mapato vipo kule chini. Kuna vikao vinakaa vile vya RDC, kuna kuwepo pale na watendaji wale wa kata, watendaji wa mitaa, wale ndio wasimamizi wakubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe rai tukasimamie mapato tukianza ngazi ya chini. Tukifika hapa kwenye baraza, basi tuweze kushauri wataalamu kwa kadiri ambavyo tumeona kule ambako tunakotoka. Lakini lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, usimamizi wa miradi, naomba nitoe rai tusimamie hii miradi. Tunakuwa na uzoefu mpaka mradi umeharibika kabisa ndio tunapata taarifa kwamba huu mradi umeharibika, lakini Mheshimiwa Diwani upo pale. Hebu angalia kila hatua ambayo unaenda, unaona kwamba hapa kuna dalili ya kukwama huu mradi, chukua hatua ya haraka ili mradi usiweze kukwama. Kwa upande wake, Mstahiki Meya Manispaa ya Songea Abraham Mbunda amesema kuwa baraza la madiwani katika kikao cha robo ya 3 ya mwaka wa fedha 2025-2026 limepitisha rasimu ya marekebisho ya sheria ndogo 6 za halmashauri. Amesema kuwa hatua hiyo inalenga kuziba mianya ya uvujaji wa mapato na kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Kwa hiyo uboreshwaji wa sheria ni pamoja na kuweza kuongeza pato ambalo linatakiwa liendelee na wananchi wajue kwamba sasa tuna ukuaji wa mji wetu, basi kuwepo na mabadiliko katika maeneo mbalimbali. Kwa maeneo mbalimbali tunaweza tukaona namna katika utoaji wa ushuru, katika utoaji wa tozo mbalimbali. Kwa sheria hazijaja kuwabana, bali zimekuja kutengeneza ufanisi zaidi wa kukusanya mapato na vile kuelekeza kila mwananchi hatambue haki yake na mabadiliko yanayotaka kutokea ndani ya manispaa ya Songea. Akiwasilisha salamu za Chama cha Mapinduzi katika baraza hilo, katibu wa Chama cha Mapinduzi Songea mjini James Mgego amewataka madiwani kuwasilisha na kusimamia ipasavyo masuala mbalimbali kwa niaba ya wananchi, kwa kuwa wao ndio wawakilishi wa wananchi katika maeneo yao. Mheshimiwa madiwani, muendelee kuwa sauti ya wananchi wetu, maana nyinyi ndio mmepewa dhamana ya kuwasemea wananchi. Kwa muendelee kuwa sauti ya wananchi mkishirikiana na wataalamu kupunguza changamoto na kutatua kero ambazo ziko katika maeneo yenu. Tusisubiri mpaka viongozi wa kitaifa au wa mkoa waje ndio wakatatue, na nyinyi waheshimiwa madiwani mpo. Muendelee kuwa sauti ya wananchi mkishirikiana na wataalamu. Asante sana Innocent Oromo kwa taarifa hiyo.